Mungu atatubariki. Kwa hiyo mlango huu wa fursa umebeba baraka na umebeba mafanikio. Mlango wa fursa umebeba baraka, umebeba mafanikio. Tumeona kwamba Mungu anatufungulia hazina. Hebu Mungu akufungulia hazina iliyo kwenye nafasi ambayo Mungu amekupatia. Hebu Mungu akufungue macho yako uione hazina ya wito wake, jinsi ulivyo mkubwa. Maana maandiko yanasema kwamba Daudi anasema, tangu nimekuwa kijana mpaka nimezeeka sijawahi kuona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake wanafanyaje? Watoto wake wanaomba mkate. Familia zetu hazitakuwa ombaomba, watoto wetu hawatakuwa ombaomba, ndugu zetu hawatakuwa ombaomba, kama tukisimama kwenye mlango ulio wazi kwa uaminifu na kwa kuitii sauti ya Mungu, tutaendelea kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona mtu mwingine Daudi. Mungu anamwita Daudi katika hali ambayo hawahudumie watu ambao wamekata tamaa kabisa, wamechoka, wamekata tamaa, wamechoka. Watu wakamfuata Daudi. Unaona, mtu aliyefunguliwa mlango, watu watakuamini hata kama huna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao watakufuata kwa sababu una vitu, hawakufuate kwa sababu wanakupenda, wanakufuata kwa sababu wanapenda vitu vyao. Mahali popote ukiona mtu anaambatana na wewe, ukiona mwanamke anamfuata mwanaume asiyekuwa na kitu, ukiona mwanaume anaambatana na mwanamke asiyekuwa na kitu, ukiona mtu anaambatana wewe kwenye kanisa lako hata kama halina kitu, maanake ameona kitu cha kiroho ndani yako. Maana baraka zetu zipo za kiroho na zipo za kimwili. Tunabarikiwa rohoni, baadaye tunazilishwa hizo baraka katika mwili. Hebu ipokee neema kwa jina la Yesu. Kwa tunamwona Daudi, Samueli wa kwanza 22 mstari wa kwanza na wa pili. Watu wanaambatana na Daudi. Alikuwa na kitu chochote. Daudi akaondoka, akakimbilia kwenye lile pango la Adulamu, akakaa kule, lakini watu wakamfuata. Biblia inaongelea kuhusu watu ambao walikuwa wenye shida. Anasema, na kila mtu aliyekuwa na shida, aliyekuwa na deni, aliyekuwa na uchungu wa moyo, wakamkusanyikia, nao wakamfanya kuwa mkuu wao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe kuna watu wanaweza kukufuata wenye uchungu, wenye madeni, lakini kama Mungu amekufungulia mlango, utawageuza. Watu waliomfuata Daudi walikuwa katika shida, walikuwa katika madeni, walikuwa katika uchungu, lakini kwa sababu alijua Daudi ndio kiongozi wetu, Daudi ndio Mungu kampa ufalme, hawakuangalia hali yake ya leo, waliangalia kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake. Kitabu kinasemaje? Ukisoma Wafalme wa Samueli wa pili 23 ule mstari wa 8 hadi wa 39, watu ambao walikuwa wamekata tamaa, wamechoka, wenye madeni, Biblia inawaita mashujaa wa vita wa Daudi. Wakawa mashujaa wa vita wa Daudi. Kiongozi yoyote aliyefunguliwa mlango wa baraka, watu wanaomfuata hata kama wako chini, kupitia mtumishi huyo, kupitia kiongozi huyo, wale watu lazima watabarikiwa. Hao watu lazima watafanyaje? Watabarikiwa, wataongezwa, watazidi. Mjue kiongozi wako, mjue mtu unayemfuata amebeba nini. Maka watu tunafuata tu. Ukisikia huko kuna kitu unakimbia, ukisikia huko unakimbia. Kuna ambavyo umeenda navyo, vikifika kule vinakufa. Kuna mali ukienda, kile kidogo ulichonacho kinapotea. Nenda kamuulize Naomi kwenye kitabu cha Ruthu. Alikimbilia Moabu kwa sababu gani? Kule Yuda palikuwa na njaa, akakimbia. Alipokimbilia kule Moabu, amefika kule Moabu, kila kitu cha kwake kikafa. Mume akafa, watoto wakafa, kila kitu kikafa, kwa sababu alikimbia mahali ambako Mungu hajamtuma. Kwa na mimi na wewe, sio kila mlango tutakimbilia. Hebu isikie sauti ya Mungu, maana kule ambako utakimbilia kumebeba baraka. Mungu anamtokea Isaka kwenye kitabu kile cha Mwanzo 26. Baada ya njaa kubwa, Mungu anamtokea, anamwambia usiende Misri, baki pale pale.
usiende Misri, baki pale pale, maana pale utakapobaki, hapo ndipo utafanyaje? Nitakubariki, nitakuzidisha. Ukisoma hiyo Mwanzo 26 utaona kwamba Isaka kwa sababu aliitii sauti ya Mungu akabarikiwa, akaongezeka, mpaka Wafilisti wakamwonea wivu. Na ilikuwa sio kipindi cha kawaida, kilikuwa ni kipindi cha ukame. Kila mtu analia njaa, kila mtu analalamika, hakuna mvua, lakini mvua ilinyesha. Mungu alimpa hekima Isaka ya kuleta utajiri eneo ambalo lina ukame. Kwa sababu gani? Fursa yako, mlango wako umebeba baraka na umebeba mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Eliya alibeba mafanikio ya neno la kufunga na kufungua. Akasema mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno langu. Na maandiko yanasema kwamba alipoongea mvua ikanyesha, chakula kikashuka bei. Bwana Yesu asifiwe. Mvua ikanyesha, chakula kikashuka bei. Kwa hiyo hebu tembea kwenye mlango ule ule ambao Mungu amekufungulia. Kwenye hiyo mlango kuna baraka na kuna mafanikio ya kukufikisha ambako utakuwa taifa, utakuwa baraka kwa watu wengine, utakopesha wala utakopa. Bwana Yesu asifiwe.